الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikiwa leo ni darsa ama kikao yetu ya 4 kwenye kitabu At-Tauhid. Katika darsa iliyopita tulisoma fadhila ya At-Tauhid na kwamba tauhid ni sababu ya mtu kufutiwa dhambi zake. Siku ya leo tutaangalia kama ilivyo kwenye mlango man haqqaqa at-tauhida, mwenye kuihakikisha na kuipata ile sifa ya at-tauhid, asema dakhala al-jannata bighairi hisab, anaingia janna bila ya kufanyiwa hesabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango inaeleza fadhila ya mtu kupatikana at-tauhid kwenye maisha yake na ile faida anayopata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inaonyesha vile vile bado fadhila ya tauhid, uzito wa mtu kuwa na tauhid, kwamba inakuwa sababu utakuwa kwenye wale watu special ambao Mwenyezi Mungu amewachagua, wataingia peponi bila hisabu. Kuna watu kama tutakavyokuja kuona kwenye hadith, kuna watu wataingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala bila hisab. Bila hisab ay bila adhab, bila kupitishwa step ya adhab wala hisab, direct paka peponi. Hawa ni wale ambao wamehakikisha at-tauhid. Baada ya kutaja mlango babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, akaeka aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema wa qawli Allahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika wale watu ama wale waja wake ambao waliisimamisha at-tauhid, ikiwa kiongozi wao ni nani? Ibrahim alayhi assalam. Asema inna Ibrahima, hakika ya Nabiyullah Ibrahim, kana umma, alikuwa ni umma. Mwenyezi Mungu anamsifu na sifa ya umma. Umma ikija ndani ya Qur'ani inamaanisha vitu vinne, ama ina maana 4. Umma ndani ya Qur'ani imekuja kwa maana ya jamaa wa taifa minan nas, yani kikundi cha watu, inamaanisha umma. Mwenyezi Mungu aliposema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umma vile vile inakuja bimaana az-zaman, muda. Mwenyezi Mungu aliposema katika surati Yusuf wadhakara ba'da ummatin, akakumbuka baada ya muda, baada ya zama. Umma vile vile imekuja katika Qur'ani maana ya milla ama dini. Mwenyezi Mungu anasema inna wajadna abaana ala ummatin, waliposema kwamba tumewapata wazazi wetu na watu wetu ala dini, yani kuna dini waliokuwa ndani yake, lakini wametumia kalima ya umma. Lakini umma inayokusudiwa katika hii aya inna Ibrahima kana umma ni hii ya 4, ambayo yamaanisha imam. Hakika ya Ibrahim alikuwa ni imam, alikuwa ni kiongozi, naam, katika mlango wa at-tauhid. Inna Ibrahima kana ummatan, hakika ya Nabiyullah Ibrahim alikuwa imaman, ay inna Ibrahima kana imaman, alikuwa Nabiyullah Ibrahim imaman, alikuwa ni imamu. Ay ikimaanisha imamu ni ad-da'i ila al-khairi, alikuwa ni mlinganizi Ibrahim katika khairi, alikuwa ni mlinganizi katika khairi. Alikuwa anaita watu kwenye khairi kwenye wakati ambao watu wengi walikuwa kwenye shari.
Ibrahim alayhi assalam. Yeye na mke wake Sara ndio watu walikuwa kwenye msimamo katika njia ya haki. Yani pamoja na kwamba waliwazunguka wote watu walikuwa katika fasad, katika njia Mwenyezi Mungu ambayo hataki, wao wakashikana na ile njia Mwenyezi Mungu anataka. Kwenye mlango wa tauhid, kwenye mlango wa kutii amri za Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu Ibrahim na sifa ya umma. Yani alikuwa kiongozi wa kweli, alikuwa ni imamu wa kikweli Ibrahim alayhi assalam. Na hii sifa ya mtu kusifiwa kwamba ni mlinganizi wa khairi mpaka kupewa sifa ya umma, yani si jambo rahisi. Ni kama uko kwenye environment ambayo watu wengi wana sifa ya fasad, sifa ambayo si mzuri katika shirkiyat, katika maasi. Alafu katika wale watu waliokuzunguka wote, peke yako ukawa ni mtu ambaye umesimama kwenye njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu mtu bila shaka mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa nani? Mtu special. Sio? Fakaifi Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu na sifa ya umma. Fa Allah Subhanahu wa Ta'ala akieleza kuhusu masala ya at-tauhid, na mwenye kuhakikisha tauhid anaingia kwenye janna bila ya hisab, alimweka Ibrahim kuwa ni mfano katika mlango mzima wa at-tauhid. Inna Ibrahima kana ummatan, kisha akasema qanitan lillah, ay muti'an lillah, alikuwa mtiifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliyekuwa na thabat, aliyesimama katika njia ambayo aliyokuwa ndani yake bila kuingia na kutoka. Alikuwa kwenye njia hiyo moja, bila kutingisika, bila kuwa on and off. Alikuwa ameshika njia moja na akaendelea na hiyo njia, na akawa na thabat katika hiyo njia aliyoishika ya at-tauhid, kwamba yeye ako mbali na shirkiyat, ako mbali na yale mambo yanayofanywa na watu waliokuwa wamemzunguka. Qanitan, ay mtu ambaye anaidumu katika taa. Tamam. Inna Ibrahima kana umma tumeona. Qanitan lillah, alikuwa ni mtiifu aliyedumu katika taa. Alikuwa ni mtiifu kwa Allah, anamtii Mwenyezi Mungu, lakini kutii kwake ilikuwa amedumu, alikuwa na consistency katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema hanifan ay muqbilan ala Allah wa mu'ridan amma siwa. Hanifan ni aliyeelekea kwa Mwenyezi Mungu, muqbilan ala Allah wa mu'ridan amma siwa, aliyeelekea kwa Allah na kujieka mbali na yale yote na wale wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuabudu. Kwa hivyo alikuwa anaabudu Mungu yani mmoja ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huku akiwa amejieka mbali na ashirk. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, na hii ndio malengo ya hii aya kuwekwa hapa. Ibrahim asema walam yaku minal mushrikin. Hakuwa Ibrahim minal mushrikin, katika wale ambao wanaomshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan, ay alikuwa amemwelekea Mwenyezi Mungu, akawa mbali na shirki. Kisha akasema Mwenyezi Mungu walam yaku minal mushrikin, hakuwa yani hajawahi kuwa katika wale ambao wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia Ibrahim, na Mwenyezi Mungu anamsifu kwamba alikuwa umma, kisha qanit, kisha hanif, kisha lam yakun minal mushrikin. Sifa hizi nne Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu nazo Ibrahim alayhi salam, na zote ni sifa njema za ambazo anastahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Aya iko wazi? Kuna mtu hajaelewa aya? Naam, imeeleweka vizuri sio?
Tamam. Tusomea aya pili anasemaje? Walladhina hum birabbihim la yushrikun. Aya pili aliyoweka ni aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu katika waja wake wema. Wale waja wake wema anawasifu kwamba katika sifa zao ni walladhina hum birabbihim la yushrikun. Katika wale waja wema ambayo aya hii kabla yake aya kadhaa nyuma Mwenyezi Mungu akiwasifu wale waja wema anasema innal ladhina min khashyati rabbihim mushfiqun walladhina hum biayati rabbihim yu'minun walladhina hum birabbihim la yushrikun walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Hizi ni sifa za waja wema Mwenyezi Mungu alizikusanya katika hizi ayat, lakini katika hizo sifa moja kwenye hizo sifa adhima ni ipi? Walladhina hum birabbihim la yushrikun. Ni wale ambao yani juu ya hali ya Mungu wao. Walladhina hum birabbihim, wale ambao katika mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au katika hali yao na Allah la yushrikun, hawamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ai hawana shirki ndani ya maisha yao. Hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu na kuwaeka katika waja wake wema. Sisi hapa tuzungumzia man haqqaqa at-tauhida dakhala al-janna bighairi hisab, sio? Mwenye kuhakikisha at-tauhid anaingia katika janna ya Allah bila kufanywa hisabu wala adhab. Na hapa Mwenyezi Mungu anawataja katika waja wake wema ni wale ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawana shirk katika mambo yao, wanamwelekea Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, wanamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye mambo yao yote, kwenye hali zao zote. Naam, kila katika mambo yao wanamweka Mwenyezi Mungu mbele. Hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Na Muislamu anaposikia kuna watu ndani ya Qur'ani wamesifiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anafaa moyo wake akisikia sifa kama hizo akuwe active zaidi. Akuwe active zaidi, atake kufikia katika wale Mwenyezi Mungu amewasifu, so that awe ni mfano wao. Naam, awe ni mfano wao. Kwa hivyo tumeona aya ya kwanza katika mlango at-tauhid, Mwenyezi Mungu ameweka mfano wa Ibrahim alayhi salam kwamba lam yaku minal mushrikin, lam yaku minal mushrikin. Na aya pili katika suratu al-Mu'minun Mwenyezi Mungu anasema walladhina hum birabbihim la yushrikun. Kisha akaweka hadithi mrefu ya Hussein ibn Abdurrahman. Naam, hadithi hii hadithi mrefu, inshallah tutajaribu kuifanya in short, na hadithi hii inahitaji attention sana, mambo kadhaa, swali na jawab, na imeingia kwenye mambo tofauti tofauti. Inshallah inahitaji attention sana. Hadithi ya Hussein ibn Abdurrahman. Hussein ibn Abdurrahman ni katika wale tabi'i wale waliokuja baada ya masahaba. Hussein ibn Abdurrahman asema kuntu inda Sa'id ibn Jubair, nilikuwa mmoja katika masiku kwa Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair. Kisha asema Sa'id ibn Jubair akasema ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadha al-bariha. Sa'id ibn Jubair anauliza swali, na swali anamuuliza nani? Naam, anamuuliza nani swali? Nataka tukue na attention sana. Anamuuliza nani? Sa'id ibn Jubair anamuuliza Hussein. Tamam, anamuuliza Hussein ayyukum ra'a al-kawkaba, ni nani katika nyinyi ameona nyota alladhi inqadha al-bariha, nyota ambayo jana usiku ilianguka kwa mshindo, yani kwa nguvu,
unahitaji Kiswahili, inaitwa sayari ama nini? Mara nyingine unasikia shindo hivi wakati wa usiku, inaitwa sayari ama nini? Aliuliza ni nani aliyeona nyota ambayo jana ilitoa sauti ya mshindo kwa nguvu usiku? Tamam. Qultu ana. Hussein ibn Abdurrahman akasema mimi niliona. Thumma qultu, kisha akasema tena vile vile Hussein, ama inni, hakika yangu mimi, lam akun fi salatin, sikuwa katika swala, walakinni ludightu, lakini niliumwa na yani mnyama. Al-ludghu ni mtu kuumwa aidha na nyoka ama inaitwa nge. Kwa hivyo anambainishia huyu Said ibn Jubair, naam, anamwambia mimi ndo nilishuhudia jana usiku jambo hilo ambalo nauliza, lakini wakati nilishuhudia, namaanisha wakati nilishuhudia hiyo ama hilo jambo lilipotokea, lam akun fi salatin, sikuwa kwenye swala, bimaana ilikuwa ni usiku. Anamwambia mimi niliona, lakini huo wakati sikuwa kwenye swala. Na hapa kuna faida. Naam, yani alipouliza ni nani aliona yani hiyo hali iliyotokea jana usiku ya nyota kutoa sauti ya sauti kali namna hiyo, ilikuwa ni usiku, sio? Alipomwambia ni mimi, hakutaka adhanie labda alikuwa anafanya nini, anaswali qiyamul layl. Hakutaka amdhanie anaswali qiyamul layl. Na hapa huyu sahaba ama huyu tabi'i alikuwa ni mtu mutawadhi. Kuna baadhi ya watu yani kwa tukio kama hili labda alikuwa macho na shughuli zake zingine, lakini since ni jambo umetokea usiku, anaweza mtu hata kusema urongo, aseme wakati hiyo ilipotokea saa 8 usiku, naam, unajua wakati zangu za kuswali tahajjud. Mtu anaweza sema hivyo, sio? Lakini huyu alitaka kutoa ile dhanna yoyote, labda adhanie kwa kitu hafanyi, ama labda aseme kitu ambayo labda yeye hafanyi, kusafisha hiyo yote. Alisema nini? Ama inni lam akun fi salatin, sikuwa kwenye sala. Anajiepusha yeye kwanza na kutamka anything ambayo hakuna, na vile vile yule ambaye anayemsikiza anamfanyia rahisi asifanye nini, asimdhanie kwa vitu ambazo hana na hajafanya. Tamam. Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Wa alaykum salam wa barakatuh. Lakini niliumwa, yani kizungu nasema nilikuwa bited, sio? Niliumwa. Tamam. Niliumwa imma na nyoka ama na mnyama ambaye akona sumu. Tamam. Nimeumwa na mnyama ambaye akona sumu. Kisha qala fama sana'ta, akamuuliza ulifanya nini baada ya kuumwa? Nani aliuliza? Said ibn Jubair alimuuliza fama sana'ta, baada ya kupata kuumwa, naam, na mnyama ambaye anadhuru ama akona sumu, fama sana'at, ulifanya nini? Qala irtaqaitu, nilisomewa ruqya ama niliomba kufanyiwa ruqya. Tamam. Bimaana hakujisomea yeye. Tamam. Irtaqaitu yani talabtu, nimeomba katika kusomewa ruqya. Tamam, na akasomewa. Qala fama hamalaka ala dhalik. Hii swali muhimu sana, na swali hii kuna faida nyingi sana ndani yake. Alimuuliza fama hamalaka ala dhalik, ni kitu gani kimekufanya wewe
baada ya kuumwa naam na mnyama ikakufanya wewe kwenda kusomewa ruqya, ni kitu gani kimekufanya wewe uende ufanye jambo hili? Qala au qultu hadithun hadathnahu ash-Sha'bi, ni hadithi nilio hadithiwa ama niliofaidika nayo kutoka ash-Sha'bi. Akamuuliza wama hadathakum, amewahadithia ama amewaambia nini huyu ash-Sha'bi? Qultu, nilimwambia Husayn, nilimwambia Sa'id ibn Jubair, hadathana an Buraidah ibn Husayb annahu qala, naam, hadith ya Buraidah, asema Buraidah, la ruqyata, hakuna mtu kusomewa ruqya illa isipokuwa fi ainin, kwa mtu ambaye amepatikanwa na al-ain. Ain kwa kizungu kutasema nini? Evil eyes, sio? Au humatin, au akaumwa na kupatikana na sumu. Au humatin, ay mtu kudhurika na kwa kuumwa akabakia na sumu katika kuumwa kwake, huma. Tamam? Angalia, aliulizwa fama hamalaka ala dhalik hapo nyuma, sio? Ni kitu gani kimekufanya wewe baada ya kuumwa ukaenda kusomewa ruqya? Hapa anamuuliza dalili ya wewe baada ya kuumwa, kwa nini umeenda kusomewa ruqya? Anataka kujua kama ulichokifanya umefanya na ilmu ama tu umejifanyia mambo bila elimu. Lakini jambo zuri kutoka kwa huyu Husayn ibn Abdurrahman ni kwamba alipoulizwa dalili juu ya yeye kwenda kusomewa ruqya, alikuwa na evidence, alikuwa na nini? Na evidence. Alikuwa na dalili juu ya yeye kwenda kusomewa ruqya, juu ya yeye kutaka matibabu kupitia nini? Ruqya. Na hivi ndio Muislamu anafaa awe. Hivi ndivyo Muislamu anafaa awe. Kila mambo yako unayofanya uwe na dalili. Ikiwa unafanya kitu katika ibada ama unafanya aina katika ibada, mtu akuulize fama hamalaka ala dhalik, akuulize ni kitu gani kimekufanya wewe ukafanya hicho unachokifanya, utajibu nini? Naam, kama uko na dalili utasema. Ibn Taymiyyah rahimahullah akona maneno mazuri sana, anasema man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil. Maneno mazuri sana. Man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil, mtu ambaye atakuwa mbali na dalili katika dini yake, dhalla as-sabil, huyu kuna high possibility ya kupotea njia. Waislamu wangapi leo mtu anafanya kitu ukimuuliza hii umetoa wapi, atakwambia wallahi mimi naona watu wanafanya na mimi nafanya. Muislamu hafai kwa hivi. Angalia, huyu anaulizwa fama hamalaka ala dhalik, ni kitu gani kimekufanya baada ya umesema ludightu, baada ya kuumwa naam na mnyama, sio? Ukaenda ukasomea ruqya, uko na dalili juu ya hii jambo? Akasema hadithun hadathnahu ash-Sha'bi. Direct, kwa haraka sana akasema hadithun hadathnahu ash-Sha'bi. Ni hadithi ambayo imetoka kwa nani? Sha'bi ametuhadithia. Hivi ndivyo Muislamu afaa awe. Utafanya mambo yako kwa dalili. Ta'budullaha ala ish? Ala basira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illa hu.
wastaghfir li dhanbik. Mwenyezi Mungu anataja matendo, lakini kabla haya matendo anataja nini? Al-ilm, mtu kuwa na elimu. Fa'lam, soma, jua. Alafu annahu la ilaha illa Allah, jua tauhidi ni nini. Wastaghfir li dhanbik, hata istighfar lazima ujue na mambo nani istighfar, ujue fadhila ya istighfar. Lakini kabla ya matendo haya ya tauhid na istighfar imetangulia nini? Naam, al-ilm. Fal-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Elimu inafaa ije kabla ya mtu kuzungumza juu ya kitu au kufanya chochote katika dini yake. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana nataka tutoke nayo hapa, kwamba ukiulizwa chochote unachofanya kwenye dini yako, ukiulizwa dalili uwe nayo. Ukiulizwa dalili uwe nayo. Isiwe dalili yako nasikia watu wanasema, nimeona watu wanafanya. La, dalili uwe nayo wewe mwenyewe. Ukiulizwa uweze kufanya nini? Uweze kujibu kama alivyofanya Hussein ibn Abdurrahman. Kwa hivyo alipobainisha alifanywa ruqya, akaulizwa fama hamalaka ala dhalik. Naam, ni kitu gani kilichokufanya wewe baada ya kuumwa katika huo usiku ukaenda ukasomea ruqya? Akasema hadithun haddathnahu ash-Sha'bi. Qala wama haddathakum, aliwahadithia nini huyu ash-Sha'bi? Qala haddathana an Buraidah, hadithi ya kutoka kwa Buraidah ibn Husayb annahu qala, sema Buraidah ibn Husayb kwamba la ruqyata, hakuna ruqya illa min ainin au humatin. Hii kalima ya la ruqya, yani hakatai ruqya, hakatai ruqya illa kwenye mtu ambaye akona evil eye ama aliyeumwa na mnyama. Haimaanishi hapo peke yake ndio waweza somewa ruqya. La ruqyata, hakuna ruqya illa min ainin, bimaana yani ruqya katika ain na huma ndiyo inayopoza zaidi, ndiyo inayopoza zaidi. Sijui kama imeeleweka. Naam, naam, yani ruqya yenye manufaa zaidi na yenye kupoza zaidi ni ile ruqya katika ain na nini, na mtu ambaye ameumwa na mnyama, ambaye mnyama huyo ako na sumu. Ruqya inaposomewa kwenye hizi hali mbili, naam, mtu kupoa kunatarajiwa zaidi kuliko ruqya zingine katika mambo mengine yanayopatikana nayo mtu. Bimaana ruqya inapoza yani magonjwa mingi, mambo mingi, lakini katika haya mawili ni yenye kupoza zaidi. Kwa hivyo si kukataa ruqya, la. Mtu aweza kusoma hivi adhania imekatazwa ruqya, la, haijakatazwa kwenye mambo mengine, iko kwenye mengine, lakini haya ni yenye manufaa zaidi, yenye manufaa. Au weza kusema la ruqyata ashfa, la ruqyata ashfa, hakuna ruqya yenye kumpoza mtu sana kama hizi mbili. Tamam, alhuma wa ايش والعين. Na mlango wa ain na huma na mtu kutafuta kusaidika kwa ruqya, yani hii inakuja baada ya mtu kupatikana lile jambo, sio? Umepatikana na ain ndio unatafuta nini? Ruqya. Lakini aula ni ipi? Ni mtu kujichunga na ain kabla haijamfikia, kabla ya haijamfikia. Na vile vile na wewe usaidie watu wasifikiwe na ain. Sijui kama yaeleweka. Wewe usaidie watu wasifikiwe na ain. Usiwe sababu ya mwenzako kupata ain. Kiona jambo zuri kwa mwenzako, naam, sifu nacho. Bainisha
kwamba ndani ya moyo wako haezi ingia kitu ambacho si kizuri katika yani alfadh zako. Ukiona kitu kizuri kwa ndugu yako, msifu nayo. Allah akubarikie, masha Allah, tabarakallah, sio? Msifie. Na wewe utapata sema. Na wewe ukiona sifa ama jambo zuri, mwenzako atakusifu nacho. Na vile vile ya pili ni mtu kukinga asifikiwe na hizi masala ama hii mlango mzima wa ain. Siku hizi jambo la kusikitisha, watu ni kama hawaamini tena kuna ain. Vile mambo watu wanayofanya, ukiingia kwenye hizi social media, ingia kwenye status za watu, ingia kwenye stories, utaona mtu anaweka maisha yake yote pale ndani. Ni kama vile hakuna kitu inaitwa ain, hakuna kitu inaitwa hasad. Naam. Mtu anafaa aeke kinga kabla ya kutafuta matibabu, kabla ya kutaka kusomewa ruqya, ama kujisomea ruqya. Kabla ya kufika huko ilikuwa ukinge wewe, ufunge hiyo mlango wewe kufikiwa na al-ain. Naam. La ruqyata illa min ainin au huma. Kisha baada ya kubainisha Husayn ibn Abdurrahman hadithi ya Buraida ibn Husayb, Sa'id ibn Jubair akamwambia, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Hapa Sa'id ibn Jubair anamsifu huyu Husayn ibn Abdurrahman. Baada ya kuulizwa dalili akasema hadithun hadathnahu Sha'bi, sio? Naam, akaeleza hiyo hadith kutoka kwa Buraida, akatoa evidence yake. Kisha Sa'id ibn Jubair akamsifu akamwambia qad ahsana. Naam, anamsifu anamwambia yani amefanya uzuri sana, manintaha, mwenye kusimama au kufanya ila ma sami'a, katika yale ambayo ameyasikia. Bimaana umefanya vizuri sana kufanyia kazi. Naam, umefanya vizuri sana kufanyia kazi ulichosikia. Na hii ndio sifa ya mu'min. Ukisikia jambo la khairi, ukisikia hadithi, ukisikia aya, naam, unaifanyia kazi. Huyu anasifiwa kwa kufanyia kazi faida aliyopewa kwamba la ruqyata fi ainin au huma, sio? Aliposikia hadithi akafanya nini? Alipokuwa kwenye hali ya kuumwa katika huo usiku, akatafuta mtu akumfanya nini? Naam, wa ruqya. طيب. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Amefanya uzuri yule ambaye atasimama na kutosheka na kufanyia kazi ila ma sami'a, juu ya alichokisikia. Kisha Sa'id ibn Jubair akataka kumfaidisha na ilmu ya ziada, na hii ni faida ya mtu kuzungukwa na watu wasomi wa dini. Ukiwa na watu ambao wamekuzunguka, marafiki zako, watu wako wa karibu ni watu wa dini, hizi ndio faida unapata. Mkikaa mkizungumza mambo ya dini, kuna high possibility ya wewe kupata ilmu ya ziada. Ukiulizwa kwa nini umefanya hivi, kwa sababu kuna hadithi ya mtume asema hivi, yule mtu huenda akakwambia naam iko, lakini kuna hadithi zingine mbili, kuna na hii aya. So ni ilmu ya nini? Ya ziada unapata. Hii ni fadhila vile vile ya mtu kukaa na watu wa elimu na watu waliosoma. Akamwambia lakini hadathana ibn Abbas, alituhadithia sahaba ibn Abbas radhiyallahu anhuma ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anampatia elimu ya ziada kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam, nilionyeshwa mimi mtume sallallahu alayhi wasallam umma
kadhaa zilizopita. Ahlul ilmi wanasema alionyeshwa Mtume SAW imma kwenye usingizi, alionyeshwa Mtume SAW imma kwenye usingizi ama kwenye safari ya al-Isra wal-Mi'raj. Tamam? Uridat alayya al-umam, ilionyeshwa hali za umma zilizopita imma kwenye usingizi ama safari yake al-Isra wal-Mi'raj. Alionyeshwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Asema faraaitu an-nabiyya, niliona Mtume wa ma'ahu ar-rahtu, nimeona Mtume akiwa na wafuasi, naam, wasiozidi 10. Ar-raht ni chini ya 10, 9, 8, 7, hadha huwa ar-raht. Asema Mtume SAW, nilionyeshwa hali ya mmoja katika mitume ako na wafuasi kidogo sana, watu waliomkubali na ile message aliyokuja nayo ni kidogo sana, wasiozidi 10. Wanabiyu, na mtume mwingine, ma'ahu ar-rajul war-rajulan, nikaonyeshwa vile vile mtume mwingine ako na mtu mmoja, naam, war-rajulan, na watu wangapi? Wawili. Wanabiyu walaysa ma'ahu ahad, wanabiyu walaysa ma'ahu ahad, na akaonyeshwa mtume ambaye hana mfuasi, naam, hana mfuasi hata mmoja, hana hata mtu mmoja aliyemkubali, hana hata mtu mmoja aliyeitikia da'wa yake. Subhanallah. Kazi ya da'wa wallahi ni kazi ngumu sana. Huyu ambaye katika manabii hana hata mtu mmoja, si kwamba alifanya da'wa kwa siku moja, la, ni da'wa ya kuendelea. Anajaribu, akijaribu, anawaita watu kwenye haki, si ndio? Lakini hana hata mtu mmoja. Ni wangapi watu wanaita watu kwenye njia ya dhalal, njia ya shirk, njia ya shaitan, njia ambayo ukiingia ndani wewe ni maasi ya juu ya maasi ya unazama, na wako wana wafuasi. Lakini ahlul haq hawana mtu ambaye anawasikiza. Mfano mzuri wa Nuh alayhi salam, rabbi inni da'awtu, madha qala? Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, madha qalu? ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Alianza kuwafanyia da'wa watu wake, hakuna mtu anamsikiza. Akija watu wanaweka mikono, vidole kwenye masikio, hawataka kumsikiza, wanamfanyia istihzaa kusudi. Kazi ngumu ya manabii, kazi ya kufundisha watu, kazi ya kuita watu kwenye haki ni kazi ngumu. Wakimwona Nuh wanajifinika, hawataka kumuona kabisa, hawataka kumsikia. Akabadilisha njia Nuh, akaanza kuwafuata mmoja mmoja. Akimpata mtu anatembea peke yake kando, anamsalimia, anafanya nini? Anamlingania, anamuonyesha njia haki ni ipi. Hakuna aliyomwamini Nuh illa kidogo sana. Muhammad mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, naam, sitojua katika da'wa aliyofanya mtume sallam, alifanya nini mtume sallam? Naam, tunajua katika kisa ya Taif, alienda Taif akiwa na matarajio makubwa kwamba watasilimu katika makabila ama wale watu ambao wamewatarget wakubwa, lao wataslimu hawa, la ilaha illa Allah itaendelea mbele sana, watu wengi wataslimu, sio? Lakini ile hope yake yote iliwekwa chini. Akapigwa mawe mtume sallam. Tena mawe, ama wale watu waliompiga walitafutwa special watu
walitafuta watoto wadogo, watu yani hawana maana, watu wa duni kabisa ndo wakapewa hiyo kazi, kumuonyesha kwamba wewe ulikuja nacho ni kitu hakina maana kwetu sisi. Hii yote da'wa ilifanyika, hii khairi yote ilipitia shida ya la ilaha illa Allah, ya hii dini, so that tufikie sisi, sio? Hadha huwa an-nabii ambaye hana mfuasi hata mmoja, na yote ambaye anataka kufanya da'wa ajue hii ndio kazi ya manabii na hii ndio njia mtu anaweza pitia. Kuna watu wamechukua responsibility ya kazi ya mitume ya da'wa, naam, lakini subhanallah, lau wataangalia hadithi kama hizi wataelewa kwamba muhimu ni da'wa kufanyika, muhimu si wafuasi, muhimu si wafuasi. Wewe fanya da'wa, ita watu kwenye khair, aidha mahali unaita watu kuna watu au hakuna, wewe ita, au mahali unaitia watu watakubali ama watakataa, wewe endelea tuna da'wa yako. Wan nabiyyu walaysa ma'ahu ahad, walaysa ma'ahu ahad, kama maulama wanavyosema, huyu lazima alikuwa na mke labda, ama alikuwa na familia labda, alikuwa na watoto, alikuwa na mke na watoto na mama na baba na mandugu na cousins, hiyo labda alikuwa nao, lakini hakuna aliyefuata da'wa yake hata mmoja, hata mmoja. Kisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idh rufi'a li sawadun adhimun fadhanantu annahum ummati, kisha nikaletewa mbele yangu, naam, kisha nikaletewa mbele yangu sawadun adhim, yani uweusi nyingi sana, bimaana uweusi wa nyele za watu, yani watu wingi sana alionyeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhanantu annahum ummati, nikadhania hii ndio umma yangu, ummati Muhammad, akusudia sisi ummati Muhammad. Faqila li, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikaambiwa hadha Musa wa qaumahu, huyu ni Musa na nani? Naam, huyu ni Musa na watu wake. Fanadhartu, nikaangalia tena, fa idha sawadun adhimun, nikaangalia tena nikaona uweusi kwa wingi, yani nyele za watu, kichwa nyingi sana nikaona. Faqila li, nikaambiwa baada ya kuona tena wingi wa watu, faqila li hadhihi ummatuk, hii ni umma yako wewe Muhammad, naam, wa ma'ahum 70,000, hii ni umma wako, katika umma wako hao ndani yao kuna 70,000, kuna watu 70,000, yadkhuluna aljannata, wataingia katika janna, bighairi hisabin wala adhab. Katika hao umma wako kuna watu pale 70,000, anaambiwa Mtume SAW wataingia peponi katika hao 70,000 bila hisab wala adhab, wataingia katika janna bila kufanyiwa hisabu na bila kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mujarrad wao roho yao ikishatoka ni watu wa wapi? Peponi. Fadla sah adhima. Bal baadhi ahli alilm anasema hawa 70,000 hata adhabu alqabr hawataona, hata adhabu alqabr hawataona. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao 70,000 ambao wanaingia katika janna bila hisab wala adhab. Lakini kuna sifa lazima uwe nazo, naam, kuna sifa lazima uzibebe so that udeserve kupata hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja hii faida, Ibn Abbas asema thumma nahadha,
Kisha akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadakhala manzilahu, akaingia nyumbani kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakhadha an-nasu fi ulaik, watu wakaja kwa hawa masahaba ambao walisikia hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, baadhi ya wale watu waliokuwa sasa hapo, wale waliosikia na wale waliokuja, wakaanza kuambiana, hawa 70,000 ambao wataingia katika janna ya Allah bila adhab wala hisab, wakasema la'allahum, hawa 70,000 la'alla, huenda ikawa alladhina, wale ambao sahibu Rasulullah, wale ambao walisuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallama, waliofanya hijra na yeye. Hao ndio waliokusudiwa 70,000 wataingia katika janna bila adhab wala hisab. Waqala ba'dhum, wengine wakasema katika masahaba waliokuwa pale, fala'allahum alladhina wulidu fil islam, huenda ikawa ni wale ambao wamezaliwa katika Uislamu, falam yushriku billahi shay'a, ni wale ambao walizaliwa katika Uislamu na hawajawahi hata mara moja kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakaru ashya, na wakataja mambo kadhaa, mambo mingi walitaja. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka nyumbani kwake. Fa akhbaruhu, wakamweleza kwamba kuna watu hapa, huwa anasema hivi, huwa anasema hivi, huwa anasema hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, humul ladhina, hawa watu 70,000, humul ladhina la yastarquna, la yastarquna. As-sin hapa ni sinu talab. Humul ladhina la yastarqun, ni wale ambao hawaombi kufanyiwa ruqya, hawaombi kufanyiwa ruqya, bimaana wanajifanyia wenyewe ruqya. Kuna faida hapa ya iko mbele faida hiyo, lakini al-asl katika mlango wa ruqya ni mtu kujisomea yeye mwenyewe. Na mtu kujisomea yeye mwenyewe, lazima ujue ruqya inasomwa kwa njia gani. Utafute elimu ya nini, ya namna ya kusoma ruqya. Ni njia gani mtu usoma ruqya, adab za ruqya ni zipi, mtu ajifundishe, so that utoke katika hawa ambao wanaomba kusomewa ruqya. Wataka kuwa katika watu 70,000 hawa, usitafute kusomewa ruqya, usitafute kusomewa ruqya. Kuna faida kubwa Mtume anataja mwisho hapa, kwa nini usitafute. Tamam. Wala yaktawuna wala yatatayaruna, alitaja baadhi za sifa. Wala yaktawuna, kama sijakosea, ni mtu yani kutafuta matibabu kupitia kuchomwa, imekatazwa kwa sababu kuna taadhib, kuna kujiadhibu mtu ama mtu kuadhibiwa. Naam. Wala yatatayarun, wale ambao hawana sifa ya at-tatayyur. At-tatayyur ni mtu kuitakidi yani nuksi juu ya kitu au kisirani juu ya kitu, kufungamanisha hali mzuri yako na hali mbaya kupitia kitu kufanyika. Kwa mfano asubuhi umetoka nyumbani, tamam, ukifungua mlango ukakutana paka mweusi kwa mlango, fungua tu hivi ukakutana paka mweusi. Kuna baadhi ya watu wanaamini ukiendelea na siku yako itakuwa nini? Itakuwa mbaya. Kwa sababu nini? Umekutana na paka mweusi mlangoni. Hii inaitwa tatayyur. At-tatayyur yani kuifungamanisha mambo yako kwa jambo hilo, either you decide ni mzuri ama ni mbaya. Mfano mwingine ni mfano gani? Ziko nyingi watu wako nazo. Ud.
Naam. Kuna mtu atakufa. Hakadha at-tatayyur. At-tatayyur. Hawa ndio Mtume SAW amewasifu kwamba wataingia katika janna bila adhab wala hisab, wale ambao hawatafuti ruqya na wale ambao hawajifanyii yani matibabu kupitia kujaadhibu miili yao, wale ambao hawafanyi tatayyur. Naam. Kisha akasema, angalia hapa, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mungu wao wanamtegemea kikweli. Katika sababu ya mtu kukatazwa ruqya, kutafuta mtu kukusomea, ni kwa sababu mara mingi mtu anafungamanisha kupoa kwake, naam, ni kwa ajili ya ule aliyemsomea ruqya. Bado anamwamini Mungu, naam, lakini utasikia mtu anakuambia mtu fulani mahali fulani ruqya yake Masha Allah wapoa haraka sana. Tawakkuli yako tayari ishapungua. Bila shaka tawakkuli yako umefanya nini? Imepungua. Bali mtu anaweza ambiwa kuna raqi fulani mzuri sana, lakini hayuko Nairobi. Ako wapi? Labda Kisumu. Mtu afunge safari aende kusomewa ruqya. Aende kusomewa ruqya, ambapo Mtume anawasifu hapa wa ala rabbihim yatawakkalun. Na hii ndio afaa achukue mu'min. Umtegemee Mwenyezi Mungu kikweli wewe. Jisomee wewe mwenyewe, so that usiingie kwenye shaka ya nini? Naam, ya kujifungamanisha matibabu yako na msomaji fulani wa ruqya. Jifungamanishie wewe mwenyewe kwamba unaweza jisomea na kwamba unamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe uko na uwezo wa nini? Naam, kujisomea na Mwenyezi Mungu atakupoza. Yani mtegemee Mwenyezi Mungu kikweli kupitia kujisomea wewe mwenyewe, na wala usifungamanishe na mtu yoyote. Kwa hivyo kama vile Mtume SAW anakataza naam mtu kuomba ruqya, na vile vile Muislamu anafaa ukiona mtu wako wa karibu, jaribu kumzuia. Jaribu kumzuia, lakini kwa hikma. Mwambie Mtume SAW amewasifu kuna watu 70,000 atawaingiza katika pepo. Mtu akwambia mimi sijui kusoma ruqya, mwambie jifundishe. Jifundishe ruqya. Jifundishe ayat zinazosomwa. Jifundishe adab. Jisomee wewe mwenyewe. Naam. Nilikuwa na shekhe wangu kama wiki 2 iliyopita. Tulikuwa tuwasafiri tuenda mahali. Alikuwa na mtoto wake kwa gari. Alimchukua mtoto wa kwanza, nashuhudia kwa macho yangu. Mtoto wa kwanza alimwekea mkono hivi kichwa, akaanza kumsomea ruqya yeye mwenyewe mtoto wake. Alafu akawa anamfundisha, umesikia nimesoma aya gani? Nimesoma aya gani? Nimesoma aya gani? Akamleta wa pili, anawafundisha, anawakuza watoto wadogo. Hawa watoto baada ya miaka 5, miaka 10 wakishakuwa wakubwa, watatafuta mtu akamsomea ruqya. Naam, hakadha inafaa awe almu'min. Hakadha anafaa awe Muislamu katika kuwafunza watu wake. Tayeb. Faqama Ukasha ibn Mihsan, akasimama Ukasha aliposikia kwamba kuna watu 70,000 wataingia peponi bila adhab wala hisab. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah an yaj'alani minhum, niombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie miongoni mwa hao kina nani? Watu 70,000, sio? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia anta minhum, wewe ni katika wale watu 70,000. Angalia Ukasha vile alivyokuwa na bidii. Aliposikia kuna watu wanaingia peponi 70,000, hakuona haya. Pale akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, falmu'min kwenye mlango wa khairi afai kuona haya. Kwenye mlango wa khairi ufai kuona haya. Mlango mambo kwenye kukimbilia janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika kujikurubisha kwa Allah usione haya. Naam. Qala anta minhum, thumma qama rajulun akhar, kisha akasimama mtu mwingine akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Akasema kama Ukasha,
Ukasha. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia sabaqaka biha Ukasha. Tayari Ukasha amekufanya nini? Naam, ashakutangulia Ukasha. Tusimamia mpaka hapa, lakini nataka tutoke na hii faida kwamba mwenye kuihakikisha at-tauhid, naam, ikapatikana sifa ya kumtegemea Mwenyezi Mungu kikweli na haki zake Allah ukampatia yeye peke yake, naam, bila kumpatia mtu mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema utaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila adhab wala hisab. Tusimamia hapa. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.